Katika kurasa zenye damu na jasho za historia ya Ukraine, jina Konstantini Huzenko litaandikwa si kwa wino bali kwa mwanga, kwani alikuwa kijana wa miaka 28 tu, lakini ndani ya miaka hiyo michache aliishi maisha ambayo wengi hawawezi kuyatenda hata kwa karne. Huzenko hakuwa tu mpiga picha, alikuwa mshahidi wa ukweli wa kizazi kilichosimama katikati ya kivuli cha vita na mwanga wa matumaini. Kamera yake haikuwa silaha ya propaganda, ilikuwa dirisha la roho ya taifa. Kabla milio ya mizinga haijachukua sauti ya mji, Konstantin alikuwa akitembea mitaa ya Kiev akipiga picha za watu wa kawaida, mama wakicheka sokoni, watoto wakicheza kwenye uwanja wa majani na anga lililojaa ndoto za amani. Lakini ghafla dunia yake ilibadilika. Mwaka 2022 uvamizi wa Urusi uligeuza mandhari ya Kiev kwa kivuli cha hofu, na pale ambapo wengine walikimbia, Huzenko alisimama. Mnamo Aprili 2024 alijiunga na kikosi cha 35 cha wanamaji. Hakuwa tu askari bali mwandishi wa vita kwa kamera. Katika vumbi la mapambano na sauti ya milipuko, bado aliweza kuona uzuri. Picha zake zilikuwa mashairi ya ujasiri, mikono ya wanajeshi iliyoshikana, macho ya watoto waliopoteza makazi, na bendera ya Ukraine ikipepea katikati ya moshi, ambapo marafiki walimkumbuka akisema, "Ninapiga picha si kuona vita bali kuona binadamu ndani yake," alisema kijana huyo. Novemba mosi 2025, anga la Dnipropetrovsk lilifunikwa na vumbi la mauti. Shambulio la anga la Urusi lilivunja utulivu wa hafla ya utoaji tuzo kwa wanajeshi. Kamera ya Huzenko ilidondoka ardhini, ikabaki ikiwa imebeba picha ya mwisho aliyopiga, ambayo hakuna mtu aliona tena. Wiki moja baadaye, Kiev ilililia. Kanisa la Mtakatifu Michael lilijaa nyimbo za huzuni, na msafara wa watu 1000 uliandamana hadi uwanja wa Uhuru. Wengine walishika maua, wengine kamera, wote wakiagana na kijana ambaye aliona dunia kwa rangi zote, si nyeusi na nyeupe. Pani Vyshivanka, namleta maua halisi, aliandika kabla ya kufa. Hakuna plastiki katika ukweli wa maisha. Wakati bendi yake pendwa Peri Bati ilipoimba kwa sauti ya huzuni na fahari, upepo wa Kiev ulipiga nywele za watu waliokuwa wakilia kimya. Marafiki wake walisema picha zake zilikuwa zenye joto. Hata alipokuwa mstari wa mbele, aliona utu, si vita. Huzenko hakuondoka bure. Kila picha aliyopiga imebaki kama kioo cha roho ya Ukraine, taifa dogo kwa ukubwa lakini kubwa kwa moyo. Sasa kamera yake imelala kimya, lakini picha zake zinaendelea kuongea. Katika kila uso uliojaa matumaini, katika kila jua linalochomoza juu ya ardhi ya Ukraine, sauti ya Huzenko inabaki kunong'ona, kuna uzuri hata katikati ya vita. Wajibu wangu ni kuonyesha. Konstantini Huzenko, mpiga picha, mwanajeshi na shujaa wa nuru, amezima kimwili, lakini nuru yake imekuwa taa ya kizazi kipya cha waandishi wa ukweli. Na katika moyo wa Kiev, uwanja wa Uhuru utaendelea kunong'ona hadithi yake kwa upepo wa majira. Shujaa aliyetumia kamera kupiga vita vya utu.